Imani katika neno la Mungu inarejelewa kama imani katika Biblia. Kwa habari ya Yoshua, kwa sababu alikuwa na imani katika neno la Mungu, alizunguka mara moja kila siku, na siku ya saba mara saba. Makuhani walipopiga tarumbeta zao kwa sauti kubwa, walisikia sauti ya tarumbeta na watu wote wakapiga kelele kwa pamoja, wakifuata mlolongo huu hususa. Nimefikiria kuhusu hili hapo awali. Tuseme kwamba Yoshua alisema, kwa kuwa mji haukuyumba hata baada ya kuuzunguka mara moja kila siku kwa muda wa siku 6, badala ya kufanya hivi, hebu tuuzunguke huo mji mara 10 kwa siku. Kwa mfano, kama angefanya hivyo kupita kiasi, Yeriko haungeanguka kamwe. Haikuwa kwa sababu walifanya mengi, bali kwa sababu walitenda kulingana na neno la Mungu, ndipo jambo hilo likatimizwa. Ndiyo maana tunaombwa kuweka imani yetu katika neno la Mungu. Ikiwa Mungu ameahidi kwamba atatimiza yote, lazima tuamini kwamba yatafanyika. Yeriko ulibaki imara hadi siku ya 7 ulipozungushwa mara 7. Walakini makuhani walipopiga tarumbeta, naye Yoshua akatoa ishara, sasa kila mtu piga kelele, nao wakapiga kelele kwa pamoja. Watu wote walishuhudia matokeo kama ilivyoahidiwa katika neno la Mungu. Je, haungeanguka kwa kasi zaidi kama tungeuzunguka mara 20 kila siku? Sivyo ilivyo. Sisi sote lazima tuwe na imani katika neno la Mungu. Tufungue Mwanzo sura ya 6 na tusome kisa kingine. Sura ya 6 mstari wa 9. Hivi ndivyo vizazi vya Noa. Noa alikuwa mtu wa haki na mkamilifu miongoni mwa watu wa wakati wake, tena alitembea na Mungu. Noa alikuwa na wana watatu, Shemu, Hamu na Yafethi. Wakati huu dunia ilikuwa imejaa uharibifu na ukatili machoni pa Mungu. Mungu akaona jinsi dunia ilivyoharibika, kwa maana watu wote duniani walikuwa wameharibu njia zao. Kwa hiyo Mungu akamwambia Noa, nitawaangamiza watu wote, kwa kuwa dunia imejaa ukatili kwa sababu yao. Hakika nitaangamiza watu pamoja na dunia. Kwa hiyo jitengenezee safina kubwa kwa mbao za mvinje, tengeneza vyumba ndani yake na uipake lami ndani na nje. Hivi ndivyo utakavyoitengeneza safina, iwe na urefu wa dhiraa 300, upana wake dhiraa 50 na kimo chake dhiraa 30. Itengenezee paa na umalizie safina kwa kuacha nafasi ya dhiraa 1 juu. Weka mlango ubavuni mwa safina na uifanye ya ghorofa ya chini, ya kati na ya juu. Nitaleta gharika ya maji juu ya dunia ili kuangamiza kila chenye uhai chini ya mbingu, kila kiumbe chenye pumzi ya uhai ndani yake. Kila kitu juu ya dunia kitaangamia. Lakini mimi nitaweka agano langu na wewe, nawe utaingia ndani ya safina, wewe pamoja na mke wako, wanao na wake zao. Utaingiza ndani ya safina kila aina ya kiumbe hai wawili wawili, wa kiume na wa kike, ili kuwahifadhi hai pamoja na wewe. Wawili wa kila aina ya ndege, wa kila aina ya mnyama, na wa kila aina ya kiumbe kinachotambaa ardhini watakuja kwako ili wahifadhiwe hai. Utachukua kila aina ya chakula kitakacholiwa na ukiweke akiba kama chakula kwa ajili yako na yao. Noa akafanya kila kitu kama vile Mungu alimwamuru. Mungu aliposema, nitaupindua ulimwengu wote kwa maji, je, unaweza kuamini? Mungu alisema jambo ambalo lilikuwa gumu kuamini. Noa alichukua hatua gani kuhusiana na neno la Mungu? Aliamini na kutii ipasavyo. Kwa kuwa Yoshua, Noa na Abrahamu waliamini kabisa kwamba kama lingekuwa neno la Mungu, hakika lingeendelea na kutimizwa. Hivyo mashujaa wote wa Biblia waliweza kudumisha nafasi zao kwa uthabiti kama mashujaa wa imani. Leo lazima pia tushikilie imani yenye nguvu kwamba historia inaundwa na imani.